Yes, Wamatangi, Governor Wamatangi, tulikusikia vizuri sana. Ukiwa pale JCM, ukaambia William Ruto, William Ruto, tunakuomba 20,000 kama watu wa Githurai, watu walibomolewa, kila mtu apewe 20,000. Let us tell you the truth, Mr. Governor Wamatangi. Hakuna mtu alikutuma. One time, tumeongea leo na watu wa Githurai wote. Tumezunguka Githurai mzima kwa soko na tukaongea nao wananchi, wakasema hujawa consult, na kama ni compensation ya zile biashara zao ziliharibiwa na kunyimwa mahali pa kufanyia biashara, wamesema the least amount unaweza wapatia wasikie wako represented ni 200,000 one time. So unaweza ita the 4,000 of them wapeleke state house, uwapee that is 200,000 kila mtu, alafu walete tithe kwa bunge la wananchi, ndio tuweze kueneza injili ya one time movement. Tumeelewana vizuri? So Wamatangi, hakuna mtu alifanya nini? Alikutuma. Na wewe hatujui uko baridi ama uko joto. Hatujui uko one time ama uko two time. Hatujui hata mahali umesimamia, sababu vitu mingi tumeona pale ni zinaitwa nini? Comedy. Kila wakati ni match fixing. Inaweza itwa match fixing. Kila wakati uko kwa mikutano za William Ruto. Unaendanga kwa mkutano ya William Ruto, ule tunajua alisema watu wapigwa marisasi za miguu kufanya nini? Nikuja kwa Wamatangi. Wamatangi kama governor wetu hapa, tumesononeka sana vile zile vibanda huko zimebomolewa na haukuweza kuaddress hiyo issue kwa ground. Lazima uge stage manage, mpange mpaka siku yenye mtafika kule kwa Kiengei kanisani. I wonder ama hiyo ndio platform yenye tulikuchagua. Hatukukuchagua ukiwa kwa Kiengei. Tulikuchagua ulikuja hapa ground, ukaomba kula zetu, tukakupea. Hauko umeenda kwa Kiengei ukatuambia unataka kukua governor wa Kiambu. Ulikuja ground, ukakuja Githurai, ukaongea na watu wa Githurai. So ile platform yenye ulitumia jana ya kuaddress watu wa Githurai, hiyo hatuitambui. Hiyo pesa yenye uliambia Kasongo ape kila mtu 20,000 to 30,000, sisi tunajua ushauza watu wa Githurai na bei ya jioni, na kuna ile share yako umepata pale. So we will not trust you as our next governor, na tunasema wewe ni one term because hujaonyeshana msimamo wako, uko one term ama uko two term. The next thing, wewe Wamatangi penye popote uendapo kuko na drama na unashangiliwa because kuna sympathy you are trying to create. If wamekuchukia, if uko na adui amekudharau, unamfuata kwa nini kila siku? Ati uko kwa occasion zake. So Wamatangi tumekuja kukuona, hakuna occasion ya Kasongo wewe una miss. Zote uko, alafu you behave like wale watu hawajakupokea vile ungetaka. The reason behind that ni kwa sababu unataka sympathy ya sisi watu wa Githurai tukuhurumie. So Wamatangi tunasema ni one term because wewe hujaoneshana msimamo wako vizuri. Hatuoni kama wewe uko na youth. Ungekuwa na youth, ile siku kulikuwa kuna bomolewa pale, ungekuja utusikize maoni yetu, ulie pamoja na sisi. Wewe ume stage manage, ukakuja na Kasongo, ukamwambia utaingia hivi ili upenye ndani ya Githurai. Na si ni one term? Wamatangi ni one term? One term. William Ruto aliongea mambo ya Githurai jana. We want to tell William Ruto, you know very well, you know how to fix things. Wewe ni mtu wa betting. Wewe ni mtu wa kupeana fake odds. Unaambia mtu pia hii kichwa inazama. Unachezea nyuma ya tent. Ukastage manage Kimani Wamatangi. Enda useme hii tuwapatia 20k, 20,000, sijui 10,000 namna hiyo. We are aware of this game. Kimani Wamatangi, fanya hivi. Wewe hiyo pesa hatutaki. Hata hiyo pesa pia ukulete 20,000 bado still is ID. Mkitaka watu wa Githurai wakubali maneno yenu, peni kila mtu half a million. Tuko na school fees ambao watu wanalipa. Tunategemea pia nyumbani mwetu. Tuko na shughuli mingi rent ya ambao tunalipa. Mkikuja mkaribia watu maisha yao. Wacheni kuja kutupanga ati dakika ya mwisho ati viongozi wakae chini waongeleshane. Mlikuwa wapi before? Sasa watu wanalala njaa, mtaongea. Jambo la mwisho. Dear Kenyans, hawa watu saizi wakikuja ground ati mkinichagua nitafanya. Ndio, William Ruto tumia mambo ya tukimchagua atafanya.
akajua nyinyi acheni muingie box. Hakuna place ambayo tulisign naye. Ni kama sasa wewe ndio ufanye kazi kwa kampuni bila contract. Utafuta uende nyumbani hata ukienda kotini huwezi kwenda kuclaim. Hata kama ni hiyo Ruto akuja hapa na contract akuja tupatie na tu agree. Yenye ambao tuna sign to sign, abaki na form moja, pia mimi nibaki na moja kama mwananchi. Alete 52,000 contracts ya kila mtu ama sivyo deals. We must have an agreement. Ukituambia Kenya kwanza, we must sign somewhere first. Ndio ikataa commit in a certain period, then we can impeach you. Now is high time. Mmetuonyesha pia njia ya kufanya nini wajanja, pia sisi tuko na wajanja yetu. So hiyo njia ambayo mmechagua pia tutaka pia tukanyage hapo. Na tulisema saa hii mambo ya kutuambia ati hakuna mambo ya kutuambia mkinichagua, ni kwanza ufanye ndio tukuchague. Uko na pesa ya kumangamanga huku ukifuel pia gari. Lakini bado ni one term. Yesterday one of the pastor wa JCM aliamua kuresign. Are you aware of that? Hawezi fanya nini? Parana hypocrites. So it means this guy he came alienda kwa mazishi ya Boniface akasema atasign na Gen Z. Actually me being one of the Gen Z I'm feeling actually I'm totally betrayed by a pastor. I remember a day some days back Kiengei aliamka akasema mbele ya kanisa anataka pia tembelewe na Kindiki pia amchotee yake vile anachotea wengine. So yesterday Kasongo aliacha millions of money. Ikasemekana sijui Kasongo anataka hiyo millions of money support vijana, sijui wafanyiwe nini au wapewe sijui nini ya kupika mayai etc. How sure are you if this guy can betray Gen Z? Hiyo pesa atatoa hiyo pesa ende saidie mama vijana. Haiwezi, still the guy ataiba pesa. Addition to that, I'm quite sure most followers wa kanisa watahama after this guy who betray Gen Z. Because pia damu yetu pia ni mzito. So ilituonyesha wazi kana kwamba watu wataka kuja kutumia vibaya wakuje wapatafute sympathy. And me niko na message kwa that pastor. Aitwa Kiengei ama aitwa nani? Bwana Kiengei, I want to tell you, we are the one wenye ambao tulikufanya kwa kuwa na value. Now your time sasa kuacha kupatia value is over. Us as Gen Z now want to stand firm with our honest standing that we are leaderless. And in case any other incidents happen tena, never ever appear. Even a pastor, we don't want to see any pastor akikuja kwa mazishi yetu ama sivyo kwa mchango yetu. We will lead ourselves. Hata a better person ama sivyo one person ambaye volunteer, we can lead without depending for these pastors. Because now we have seen these people actually wanajimind about themselves. Wakati wa Kibaki sikuwa naona akiongea kwa kanisa hata akienda church. Na kama ataongea alikuwa anatoka nje ya church. Anazungumzia nje ya nini? Ya church. So mi naona hata hii mambo ya hawa watu wa siasa kwenda kuongea kwa kanisa ibaniwe. Na hao wahubiri wanajiita mareverend, sijui mareverend na mabishop na manini, whatever wanajiita. Mtu kama amekuja na ni politician akuje ashikanie na wale watu wengine service. Service ikisha kama lazima aongee, asizungumzie kwa pulpit. Kwa sababu hatuwezi changanya mambo ya Sayuni na mambo ya hapa duniani. Atoke huko nje akapige siasa zake wapi? Nje. Of which nyinyi tena tuangalie kama sasa ile government tuko nayo imenyanyasa Mkenya. Ni serikali ya wauaji, waizi. Then huyo mtu ndiye anakuja kwa hiyo pulpit kuongea. Anaongea kuhusu nini mbele ya kanisa? Sio tu ni kuweka hiyo kanisa uchafu na watu. Na imagine president hao watu wote. Unajua president anatakikana kuwa kifaa cha kubariki kwa nchi.